Ni unanyonya njoo ukishajipata. Wewe unamwaza Maria wewe. Dana, Kiswahili kinapanda vizuri. Kiswahili? Sana. Kwa nini? Nataka nijue hapo ni unanyonya au unafyonza? Hapa nafyonza. Unafyonza si, unafyonza soda. Sasa unakuja unakunywa soda kwa Mrija. It's a different experience. Yeah, sikia Kuna chuma hicho. Yeah. Wewe unataka usikie ile unakula kuku kwa Mrija. This is the best experience ya Pepsi. Narrative ya kula kuku kwa Mrija ilitoka wapi? Wewe ni tangazo la Sikumbuki hata mmoja. Ile mimi naweza nikaelewa au naweza nikapa picha kidogo masuala kula kuku kwa Mrija. Ni kwamba ujue sasa hivi tunasema soft life. Kwa ile soft life zamani ndo kwamba mwanangu ule hatari yuko vizuri kajipata na kula zake kuku kwa Mrija. Yaani kwamba ule soft life kwa male kuku unafyonza kuku laini yani. Basi mimi na fake it still I make it. You don't have to fake it, you make it tayari. Unaona saa kali nini hiyo boyfriends wote. Mkanda nini kwenye pete? Yeah. No, umeshaona na Maria? Maria mwanangu mimi toka asubuhi nampigia simpati. Sijui Maria yuko wapi. Wewe je? Sijaongea naye muda. Katoro? Usikute kaenda Katoro. Hapo Maria anashika na fursa. Alafu mwanangu juu mjini yani warembo wameshapungua. Warembo wote ndio wanaingia kati hivi mwanangu. Yaani huko watu wa Dar tunaambiwa hamna kitu sasa hivi. Wanaume hapo Katoro sasa sisi hatuna nani nafikiri. Sasa wewe kila mwanamke anatafuta mwanaume mwenye hela. Sasa ushasikia kule ndo wamemwagwa. Lazima uende kule. Wewe kati ya hela, mapenzi ya kweli, chakula kizuri. Atagua hela. Atagua hela. Kwa mfano yani hapo hivyo nao mniga. Bora mniga achiti, afanye ushenzi wote lakini anakupiga mpunga fresh, wewe unanoma. Yeah, anipige mpunga na asiletee maradhi nyumbani. Kwa siku hizi standards zimebadilika mwanangu noma. Kwa nini wale wake wa nadhani kwa nini wale wake wa Gomora walikuwa waondoki? Unapigwa matukio bado waondoki. Matunzo. Kwa ni upewe nyumba kwanza. Hadi kile kisachi kidogo kikapewa nyumba. Tutafute hela. Tafuteni hela. Yaani mchongo kiburi. Sikia mimi naanza kucheza forex. Forex utachelewa. Au tuingeze Katoro na sisi tukachimbe madini. Katoro tu madini hapo mzee wangu. Au tuende Chunya. Hapa sasa mkienda kule mkijichanganya sasa hivi na wale watu wa kule wanawake wanaweza wakazana na nyie mko. Tuko zetu. Kwa hiyo walioenda kule da mnarudi nao. Babeki. Unamrudisha kwa kuja kwenye reality. Anakuta una kahesti kako. Atafurahia show. Noma la hatari. Sasa futa wewe po steam ndo boda. Hivi lakini unajua mimi nilikuwa naangalia ule mchongo. Sema ujue mwanangu yani pale alikuwa na chope lakini manoma yani nikaangalia kasema lakini sasa bibi harusi kachukuliwa na chopa, kapelekwa na chopa. Sijui saloni. Chopa imemtoa imempeleka sio wapi yani mpunga uliotumika pale kwa mchezo. Babake anamwambia sitaki atembelee gari. Imagine. Sasa mimi katika ile chopa ni kitu kizuri ninakipenda. Ila ile msafara wa chini udade. Hamna gari ya milioni 10 pale. Hamna milioni yani kama unaweza kusema unajua ni nini? Unajua viongozi wote wakiwa wanapita unaweza kusema ni viongozi wanapita. Fulani. Mzee wangu V8 tupu. Sasa nikaa najiuliza wale wote ni washikaji wa yule mzee au zile ni tinga zake? Hata kama ni washikaji basi mzee yani ana washikaji fulani. Sikia anakutunza ilikuwa utunzaji. Wazungu wanakuambiaje? Show me your friends and I'll tell you who you are. Unajua what do you think of my friends? Maka ndo rafiki yangu. Ila ukiachana na kwamba mpunga mwingi ile gauni baya. Na bibi harusi. Baya bwana. From my lady's perspective. Yani ni kama vile unajua zile harusi za watu wa Sinza hivi hawajipata kama la kukodi bwana. Ule mkia kule chini the car. Wewe diva, sasa kwa diva unajua unafanya inabidi uchukue fursa uende Katoro. Kwamba kutakuwa kuna harusi nyingi zinafanyika kule. Unaonyesha ustani au fungua hata kitu fulani kwamba au niende nikawa designer wao. Maana anaonekana that was my point. Anaenda kawa designer wao. Tunataka kitu fulani hatari. Tausi sio tausi. Yaani kitu fulani vizuri. Sema sasa wewe, mimi kitu kingine nilikuwa nawaza kwamba ndio wale washikaji wamespend hela mingi pale. Yaani ile kuanzia ile madolari mpaka shillings. Ile hela pale ukisema umekusanya ukasema labda ngoja nifanye philanthropy. Unajua philanthropy mdogo wangu? Tunachanganya mzee wangu. Hizo kidomo na ufagio. Philanthropy. Unajua wakati mwalimu wa English anafundisha mimi kwa mwangalia na rula ipo. Umerelate wao?
Yaani wanakuwa wawili vijuna chini. Yaani kama Lula imezinguliwa basi nachukua kitendo cha ubuyu ile. Unamchoma mtu. Cha muhimu kipindi kiishe. Sasa philanthropy. Sije nikachapia na mimi philanthropy. Philanthropy. Hiyo hapo. Kwanza nini? Philanthropy. Sawa. Sasa ile pale ni kama ni wewe hapo sasa hivi una hela yako unarudisha kwa jamii, unajua unajenga shule, unalea watoto yatima, sijui umeenda huko umejenga ni msikiti, umefanyaje unarudisha kwa jamii. Sema unajua hapo watu wengine wanasema mnawapangia matumizi, lakini mwanangu ule mpunga ukirudisha kwa jamii watu hivi unakuwa umewasaidia. Uenda wale jamaa kule wanafanya. Sema utakuta washarudisha tayari. Kama kuna campaign kukukuku amekuja nayo. Inaitwa Lunch and Love. Kwa kila mteja anayekula chakula pale kukukuku lunch, chakula cha mchana. Chakula cha mchana lunch pale. Kwenye bili yake wanatoa 3,000. Wanakusanya wanachangia kwa jamii. Naomba nielewe jambo. Kukukuku wamepandisha bei ya chakula au bei ni ile ile, sema katika ile bei yao wametoa hiyo 3,000 iende kwa jamii? Ni bei ile ile. Bei ile ile. Kama pale kuna chakula kinaitwa swaga, kinapendwa sana. Swaga ni barbecue chicken. Changanya. Sasa ukifika pale utaelewa vizuri. Fika ule utaelewa. Wewe pale kama kile chakula ni 25. Bili ni ile ile inakuwa 25. Lakini wao wanachukua 3,000 wanachangia. Kwa hiyo unaweka kwenye mfuko kuchangia jamii pale. Kwa hivi pale lunch, si kwa mfano mida ya lunch ni hata ukienda kuanzia saa 4 mpaka saa 10 nafikiri, si ndio? Inakuwa fresh nini, mambo yote ni unyama. Na pia wanaweka live music. Mambo ya kuwa serenaded sijui nini. Njoo na mpenzi wako pale wanakuserenade. No, sio karaoke, ni live singing performance kabisa. Wanakuja na piga vyombo. Yaani ni mambo ya very good experience. Wanaturudishia love. Kitu kingine? Kitu kingine ni offer. Watakuwa wanatoa offer ya vinywaji. Unajua tena lunch usije ukakabwa, unajua tena soda na kimaji. Nilitaka niulize mzee wangu, naagiza zangu pale studio baba biere na Serengeta, tusipangiane bwana, kanafanya kazi usiku. Shift yangu mimi usiku, mchana ndo muda wa kuenjoy. Naoma. Kwa pale nikija zangu nikipiga lunch, nikija napata maji kama hivi au soda. Lakini pia nakula muziki mzuri. Alafu pia 3,000 yangu live music. 3,000 yangu ile pale inatoka project fulani. Yaani wewe unajua tu ukifika pale unajua unasaidia mtu. Unakula chakula afu unapata na baraka ya kusaidia mtu. Yaani umefika una enjoy experience nini na bado unabariki mtu. Yaani kama wewe mvivu kutoa sadaka itakusaidia. Hata hapo unasema mimi utoni. Wewe mara mwisho umemsaidia mtu labda omba au hata watoto yatima watu wenye uhitaji wewe lini? Katika kitu ambacho sio kama najisifia, ila mimi nimebarikiwa moyo wa kujitolea sana. Huwa napenda kutoa kwa zile naamini, huwa napenda kusaidia mtu yote kwa sijui mimi nani atanisaidia mbeleni. Of course. Umeona Kwa hiyo mfano like hawa watu wenye uhitaji wakipita, kama sina huwa namwambia sina. Ila kama ninacho, kama ni coin, kama ni nini huwa natoa tu kwa moyo mmoja mkunjufu, nikiamini kwamba imetoka yani moyoni. Kwa sasa hivi kukukuku Timba kukukuku jua kabisa automatically mchana pale ukila umefanya hiyo mapema. Na kitu kizuri, kitu kizuri nimependa. Noma. Sawa. Kwa hiyo Diana sasa kwa hiyo hapo mimi kuna point nataka nirudi kwa hapo. Kwa hiyo mimi nilivyokuelewa wewe hapo sasa hivi yani mapenzi kwako sio kitu cha muhimu sana kama hela. Exactly. Yaani ukishafikia umri fulani hivi mwanamke unaanza kuwa strategic, unatafuta stability. Sema hivyo stability hata watoto wako wenye hela. Haijalishi kibonge, mfupi, mwembamba, mweupe, mweusi. Vingine nitakuvumilia. Hasa wewe na hela wewe unatoa. Maana wengine wana hela lakini mwanangu narudia tena kwa mara nyingine, tutafute hela. Kumbe hawana type. Type ni hela. Type ni mpunga. Type ni mpunga. Kaka kifupi kina kiwalaza, kitamu. Hela zangu Bitcoin. Wewe uwe na hela. Kwa mfano kuna ile mtu anakuambia bwana mimi hapa sasa hivi
najitafuta kidogo, lakini ni kama miaka 2-3 mimi ni zimba. Njoo ukishajipata. Maria. Ni Maria Diana. Wewe unamwaza Maria wewe. Maria Katoro huko. Hebu mcheki Maria. Mtu wa Katoro. Mtu mkadoro. Haya jamani. Tumemaliza.